Naam, katika taarifa ya kusikitisha mtazamaji ni kwamba mwanafunzi wa darasa la 6 katika eneo la Njoro kwenye kaunti ya Nakuru amepatikana akiwa ameaga dunia katika mazingira ya kutatanisha baada ya mwili wake kupatikana ukiwa umetupwa ndani ya shamba la mahindi. Wakazi wanasema mwanafunzi huyo kwa jina Mercy Muraithi aliondoka nyumbani Jumatatu asubuhi kuelekea shuleni, lakini hakurejea nyumbani jioni. Mwili wa mwanafunzi huyo ulikuwa na dalili za kunyongwa na jicho kutolewa. Wakazi sasa wakililia serikali kuhakikisha kwamba familia yake inapata haki. Ken Geshuhi anaarifu zaidi. Wingu la simanzi liligubika kijiji cha Lare, eneo bunge la Njoro, kaunti ya Nakuru, baada ya mwili wa Mercy Muraithi, mwanafunzi wa darasa la 6, kupatikana ukiwa umetupwa kwenye shamba moja, mkoba wake ukiwa hatua chache kando ya mwili huo. Babake Mercy aliripoti kutoweka kwake Jumatatu jioni baada ya kukosa kurejea nyumbani kutoka shuleni. Na wakaenda kwa shosho wa mtoto na hawakumpata. Jumanne asubuhi mzazi wa Mercy alielekea shuleni, ila Mercy hakuwepo darasani, hali iliyochangia wanakijiji kuanza kumtafuta. Wakazi waliupata mkoba wa mwanafunzi huyo ukiwa umetupwa kichakani, na baadaye mtoto huyo akipatikana ameuawa kinyama ndani ya shamba hili. Wakati tulifika tuona mwili ilikuwa imetubura jicho upande wa left, na tukaona ya kwamba ameweza kunyongwa na kupigwa kichwa pia upande wa left, lakini mengine tukasema ya kwamba daktari ataenda kuangalia. Wakazi walielezea masikitiko yao wakitaka uchunguzi wa kina kufanywa na waliohusika kufikishwa mahakamani. Na mtoto huyo hakuwa mgonjwa, ni mtu alimfanya hivyo. Sasa tunalaani hiyo kitendo. Tunataka kuona serikali yetu ikitenda kitendo. Aidha, wamelaumu hali mbaya ya barabara hiyo ambayo imemea vichaka na kutoa nafasi kwa wahalifu kutekeleza uovu. Hatutakubali tena kuona kitendo hiki kikifanyika. Kulea mtoto afike kiwango cha grade 6, it is not a joke. Kisa hiki kinajiri wakati visa vya mauaji kama haya vimeripotiwa kuongezeka kaunti ya Nakuru. Ken Geshuhi, KTN. Kupanda kwa bei